بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 21 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya risala usul السنة للإمام أبي بكر الحميدي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله. تفكية قول المصنف رحمه الله قال: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. قال الشيخ الراجحي حفظه الله: أخرجه الآجري في الشريعة عن خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت ابن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقولن يزيد وينقص. فغضب وقال: أسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. عبد الرحمن تعالى. قال: قوله وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل، وهذا قول أهل السنة والجماعة. tulitangulia kutaja kuwa kauli ya ahli sunnati wal jamaa ni kuwa al-imanu yazidu wa yanqus, ni kauli na amal yazidu wa yanqus. hii ndio kauli ya ahli sunnati wal jamaa. wataqaddama, fikiri tumezungumza kwa kirefu yale yanayofungamana na imani, kwa hivyo leo itakuwa ni kama yajirejelea maneno. ndio maana hatoingia kwa ukina shekhe, taeleza baadhi ya maelezo kisha taenda mbele. الإيمان قول وعمل، والقول قسمان. إيمان ينجي ndani yake qaul na amal, kauli na vitendo. والقول قسمان، na hii kauli yenyewe imegawanyika vigawanyo viwili: qaulul qalbi wa qaulul lisan. kuna kauli ya moyo wa huwa at-tasdiq wal iqrar wal ma'rifa, kusadikisha, kukiri na kujua. wa qaulul lisan wa huwa an-nutq wal kalam, na matamshi ya ulimi, tamka, kuzungumza. wal amalu naw'an, na amal pia iko vigawanyo viwili: amalul qalbi wa huwa an-niyyatu wal ikhlasu was-sidqu wal mahabbatu wal khawfu war raja. kuna amali ya moyo, nao ni nia, kuwa na ikhlas, kuwa mkweli katika moyo wako, kupenda, kuogopa, kutarajia. hizi ni amali za moyo. na kuna amalul jawarihi kasalati wasiyami wa ghairihima, kuna vitendo vya viungo kama vile swala, saumu na vinginevyo. kwa tumeelewa maana al-imanu qaulun wa amal. kwa hii kauli imegawanyika mara mbili na amal pia. kuna kauli ya moyo na ya ulimi, na kuna amal ya moyo na ya viungo. قوله ويزيد وينقص، وهذا قول أهل السنة والجماعة. إيماني هزيدي نوبنغوا، هي قول أهل السنة والجماعة.
خلافا للمرجئة الذين يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان kinyume مرجئة wao murji'a wasema kuwa a'mal haziingii katika iman a'mal ziko nje ya iman ويقولون إنه لا يزيد ولا ينقص na murji'a wasema kuwa imani haizidi wala haipungui hii ni kauli ya murji'a kadhalika ni kauli ya nani ya khawarij sababu kwa wao iman ikiondoka yaondoka kwa jumla na ikibakia bakia kwa jumla ndio maana khawarij wasema kuwa anayefanya dhambi katika madhambi makubwa haitwi naqisul iman bali wa nani kafir atoka kwa ujumla kwa wao imani haizidi na kupungua murji'a na khawarij قوله فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة أبو إسحاق الكوفي أخو سفيان وعمران ومحمد وآدم هون نقزوتي wote wana ndugu zake ya aba muhammad amkusudia nani ndugu yake Sufyan ibn Uyayna la taqul yanqus useme imani yapungua فغضب وقال اسكت يا صبي بل حتى لا يبقى منه شيء atakaseme yazid atakaseme yanqus kwambia nyamaza wewe mtoto mdogo nyamaza bali yapungua mpaka isibaki kitu وهذا من باب التأكيد على أنه يزيد وينقص na hapa ni katika hali ya kutilia mkazo kuwa yazidi na yapungua bimaana yaweza kupungua mpaka isibaki kitu والأدلة على أنه يزيد وينقص كثيرة na dalili ya kuwa iman uzidi na iman hupungua ni nyingi sana قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم iko wazi kabisa ili wazidi imani juu ya imani yao liyazdadu imanan ma'a imanihim iko wazi kabisa وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا ili wazidi wale walioamini imani juu ya imani walikuwa nayo وقال تعالى وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا inapoteremsha sura ya Qur'an wanafiq huulizana ni nani katika nyinyi ambayo hii sura imemzidishia imani fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wale walioamini kweli imani yao imezidi na wakafurahia ili jambo ikawafurahisha kuteremka wahi kutoka Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية إيماني يزيد كطاعة na iman yapungua kwa maasi akifanya mambo ya taa imani yazidi akifanya maasi imani yake yapungua وقال البخاري وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة Muadha mbele zake tukaeni ili tupate kuamini kipindi hiki maana yake si walikuwa katika kufur la bali ili wazidi kufanya nini kuzidisha imani yao kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kuikumbuka akhira kukumbuka majina ya Allah na sifa zake na mengineyo وقد روي مثله عن طائفة من الصحابة mfano wa maneno haya yamepokelewa kwa kikundi cha masahaba عن زبيد عن زر قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه عمر رضي الله عنه كيومبيا wenzake wanakuwa pamoja na yeye halummu nazdadu imanan kama wahimiza Allah tuzidishe iman fayadhkuruna Allah ta'ala sikao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kama mmoja akasoma Qur'an wengine wakasikiliza ama akazungumza maneno ambao kwa ajili yake imani uzidi kama ilmu na mengineyo
وأما قول سفيان لأخيه أسكت يا صبي ليس هذا من باب الذم والعيب si katika kumtia aibu ndugu yake la hii ni katika ile hikma unaotumia katika da'wa ili mtu ajue kadri yake kuwa bado ahitajika asome bado ni mdogo bali inda almushadda yahsulu hadha alkalam litakid wakati mtu anavozozana na mwenzake makini kutokea maneno kama haya kwa ajili ya kutilia mkazo sababu amezungumza maneno ambayo si ya sunna ni kinyume na sunna ndio maana akamwambia maneno kama haya na salafu walikuwa wakitumia shidda kwa wale wanaokhalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam bali wakitumia maneno zaidi ya haya ukienda ukisoma katika maneno ya salafu dhidi ya ahlul bid'ah utakuta kuna maneno makali sana mazungumzo dhidi yao na hili kuwa ni sawa kwa sababu ndio hali ya wale watu wanavyotakikana kukabiliana na wao so kila jambo lina mahali pake kama kwa mfano Ibrahim alayhi salatu wassalam aliwalingania watu wake akawasimamishia hujja akatoa hoja aina mbalimbali za kiakili za wazi kabisa kuthibitisha kuwa Allah ndiye anastahili kuabudiwa pasi na chochote kingine lakini walivyokhalifu wakazidi katika inad akaelekea katika kutumia shida kafanya nini akayavunja yale masanamu kuvunja masanamu si kitu kidogo ni shida hiyo sio sababu hapa ndio hikma sasa kavunja yale masanamu akalibakisha ile kisha akamwambia bal fa'alahu kabiru madha fasaluhum in kanu yamtakun na kweli huu uslubu ukasaidia katika wao kuelewa kwa kwenye makosa faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum adh-dhalimun wakajua kuwa wamekosea na mtume salama akamuhusia Ali ibn Abi Talib wasia ambao Ali akamuhusia التابعي أبي الهياج الأسدي رحمه الله ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته usiwache kaburi ambalo limenyanyuka isipokuwa utafanya nini utalisawazisha uwasia wa Mtume sallam kwa mfano Ali bin Abi Talib angeishi asria akaona makaburi yamejengwa ili kufuata wasia wa Mtume sallam angefanya nini angevunja sababu ndio wasia wa Mtume sallam angevunja makaburi akayaweka sawa sawa wakati watu leo makaburi wajenga mpaka kwa tiles shana makaburi yamejengwa mpaka yaweka tiles juu yake na hii kujenga makaburi saa nyingine katika sehemu za watu mwisho ufanye ile sehemu ikafanywa ndio maskani ya kukaa ambao makosa haifai kukaa juu ya kaburi lakini wao ndio wachangia nakumbuka tukisoma shule pale Dina Vizram kitambo ilikuwa wakati wa breaki vijana wanafunzi pale hula mihogo juu ya ile kaburi la pale kuna uwanja wa mpira hivi kuna kaburi limejengewa mwana mmoja tu Mshamsi nani ana tarehe yani sio alifukuzwa na Waingereza akaja pale akafia pale akazikwa kitu kama hiyo basi pale mpaka leo pamejengwa hasa pale ndo maskani ya kula mihogo pale toka kwa Rama pale kuchukua mihogo waenda pale kaa piga mihogo story nani watu hawajali kama kaburi yote ni kwa sababu ya kulijengea ile kaburi kama lisingejengewa hakuna mtu angeenda kukaa pale sababu niwekwa kama bench matarajia wanafunzi ambao wale watafanya wasioelewa wataona ni mahali pa kukaa bali wengine wakiangalia mpira ukaa kwenye ile kaburi pale aangalia mpira ukichezwa wenzake wacheza mpira yamekaa pale wanasubiri basi nakusubiri pale kaburini nimekaa pale anambia mwenzake niko pale mimi pale nakusubiri jamaa amekaa kwenye kaburi yote imechangiwa na nini na huko kujenga kwenye makaburi kwa ulikuwa tutoka kwa Ali bin Abi Talib alihusiwa na Mtume sallam avunje asawazishe haya makaburi ya laiti tungepata viongozi ambao watautekeleza huo wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wasimamizi wa makaburi wangekataza watu kujenga sababu kishajenga kaburi wewe waweza kwenda ukaona kaburi pale
limejengewa kuanzia mwaka 1940 mfano hivi. Miaka yamepita karibu 100 hapajazikwa mwingine pale. Sasa ikiwa kuna watu kama 100 hivi wamechongewa makaburi namna ile, wa huo mwaka kutazikwa tena binadamu? Itakuwa makaburi ni yao tu, sio? Lakini maiti ishaondoka, ishaoza, kuisha, kuna tena mfupa nini mengine azikwa. Kinjamaa huzuia kama ambaye amekodisha pale ama amenunua pale mahali, ikawa ndio atabakia pale pale, haondoki. Na mtu wake kimwambia si sawa hivi, wacha tuvunje hii, alafu mwingine akija atazikwa akamwambia chimba uone kama kuna kitu. Labda awe katika wale ambao Allah amejalia wabakie wachache, wako ambao miili yao bakia vile vile, lakini wachache. Unasema hafidhul Qur'an haozi, urongo. Ngoja ufe tukuonyeshe waoza ama uozi. Hakuna dalili hiyo. Yawezekana mwili wake ukabakia vile vile, lakini si alama ya kuwa mtu ni muovu kwa kuwa ameoza kwenye kaburi. Si kawaida mwili wa binadamu aoza katika kaburi, huisha mpaka kubakia hakuna kitu, ikabakia ujbu dhanab, kile kifupa kidogo cha chini kabisa cha uti wa mgongo ndio kabakia pale, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama mitume wa Allah, la, ardhi haili mitume wa Allah. Mitume wote wa Allah, lau kama watu wangelikuwa kweli wajue hili ndio kaburi, watampata vile vile alivyo, haliwi na ardhi, sababu Allah ameharamishia ardhi. Ama watu wengine hakuna dalili, isipokuwa inawezekana Allah subhanahu wa ta'ala akamkirimu mja wake akabakia katika hali kama ile. طيب قال بل حتى لا يبقى منه شيء، يعني أنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. wakati mwingine imani yaweza kupungua mpaka isibaki kitu. ومعلوم أن الإيمان إذا انتهى يصل للكفر، yajulikana kuwa imani ikiisha basi itamfikisha mtu kwenye nini? Kwenye ukafiri. فإذا عمل الإنسان كفرا أكبر خرج من الملة فينتهي إيمانه. كمتو akifanya kufuru kubwa atatoka katika Uislamu na imani yake itaisha. أما المعاصي ولو كثرت منه فلا تقضي على الإيمان. أما معصية hata ikiwa maasiya ni mengi, kwa madhambi mengi, lakini imani yake yabakia maadamu si kufuru, imani yake tabakia. بل لا بد أن يبقى شيء منه، لازم كتبكي سيهم كتك إيمان. فيبقى في بعض المؤمنين الذين كثرت المعاصي عندهم أدنى حبة من خردل من الإيمان فيخرج به من النار. ما دامني مؤمن hata maasi yake wa mengi kwake kutabakia hata tembe ndogo kabisa ya khardal ya iman, hiyo ni sababu ya kumtoa yeye ndani ya moto wa jahannam ikiwa taadhibiwa. لأنه بقي على التوحيد ولم يعمل كفرا يخرجه من الملة، sababu amebakia katika tauhid, hajafanya kufru inayomtoa katika nini? Uislamu. ولكن أضعفت المعاصي هذا الإيمان حتى لم يبقى إلا حبة من خردل فيعذبهم الله إذا شاء ويشفع فيهم. سمع إيمان imedhoofika na kudhoofishwa na maasiya mpaka ikabakia tembe ndogo ya khardal, Allah atawaadhibu akitaka kwa kadri ya maasi waliyofanya, na pia kukubali shafaa watakayoombewa hao watu wa tauhid walioko motoni. وقد ثبتت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات، في كل مرة يحد الله سبحانه وتعالى له حدا ليخرجهم من النار بالعلامة، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ونقول أنس بن مالك عز وجل makosa hiyo. Mtume صلى الله عليه وسلم imethubutu kuwa ataomba shafaa mara 4, katika kila mara Allah atamwekea kiwango cha wale atakaoombea shafaa watoke motoni kwa alama atakayomtajia. Katika mara ya mwisho, fil marrati al-akhira,
قال صلى الله عليه وسلم فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان قال فأخرجه من النار كيف وكبيو ألاما أنا أدنى مثقال تنبندوه كبيس خردل إيمان كم توي موتوني فأنطلق فأفعل naenda pale motoni nafanya hivyo namtoa yule ambaye nimeambiwa nimtoe وهذا الإيمان يخرج من النار فلا يخلد فيها hii iman humtoa mtu katika moto hatokaa milele motoni أما الكفر فيقضي على الإيمان حتى لا يبقى منه شيء إطلاقا أما كفر يهريب نكمaliza imani yote mpaka kubaki chochote ولهذا الكفرة يخلدون في النار sababu ya makafiri watakamilele motoni فليس معهم شيء من الإيمان والتوحيد sababu hawana chochote katika imani na tauhid أما العصاة فيخرجون من النار بعد دخولهم فيها وقد تفحموا ثم يخرجون منها إلى الجنة ama wale watu wa maasi na madhambi katika waumini katika watu wa tauhid hawa watatoka motoni baada ya kuingia motoni na kuwa makaa wamekuwa makaa watatoka motoni waingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtu asione akifanya maasi amesalimika kuna hofu ya kuwa kuna uwezekano Allah akamwadhibu mja kwa kadri ya maasi aliyofanya na hapa yatupelekea kukimbilia kutubia kwa Allah kwa kila maasi unayofanya rudi kwa Allah tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala uweze kujua mauti yatakujia lini na hakuna ambaye amesalimika na maasi lakini Allah sema watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun mtubu kwa Allah nyote nyinyi ili mpate kufaulu wallahu almusta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك